nitawarejeshea vile vitu vilivyoliwa na nzige na lile jeshi kuu ambalo niliwachilia katikati mwenu. Nimekuja kutangaza restoration katika maisha ya watu, restoration kwenye maisha ya watu. Nimekuja kutangaza kurejeshewa ndoa ambazo zimeibiwa. Kuna watu mko kwa ndoa lakini tayari shetani amekusha iba. Bado shetani anatafuta tu vile atakutoa. Uko kwenye biashara lakini hata wewe ukiangalia biashara unaona imekwisha. Nimekuja kutangaza ya kwamba sianze kurudishwa. Chochote kile umeibiwa kianze kurudishwa kwa jina la Yesu. Hivi ndivyo maandiko yanasema tukimalizia, ya kwamba na Mungu akamwambia Samueli, utaendelea kulia na kuomboleza juu ya Sauli hadi lini? Inuka, jaza chupa yako na mafuta, ni kwa sababu nimekwisha kumchagua mtu mwingine. Kuna watu mahali hapa mmekatalia vitu vya zamani, ni kwa sababu mlivipenda. Kuna watu mahali hapa mmekatalia biashara za zamani, ni kwa sababu mlizipenda. Kuna watu mahali hapa mmekatalia wachumba wa zamani, ni kwa sababu mmewapenda. Lakini Mungu amengoja umalize kulia akupatie kile ambacho ni chako. Kuna vitu ulikuwa navyo kwa maisha lakini havikuwa ni vyako, na leo hii bado unavilia ya kwamba ikiwezekana virudi. Lakini Mungu amengoja unyamaze ili akwambie inuka, ingia kwa yako ndio hiki. Nimekuja kutangaza ya kwamba wakati wa kuomboleza umekwisha. Ni wakati wa kuanza kupokea vile vitu ambavyo ni vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Samueli, utaomboleza kwa sababu ya Sauli mpaka lini? Utalia kwa sababu ya Sauli mpaka lini? Utalia kwa sababu ya ndoa ambayo ilivunjika ukatoka mpaka lini? Mtu tayari amepata mume lakini bado unalia, unataka urudi. Bwana anasema namna hii ya kwamba utalia hadi lini? Inuka, jaza pembe yako na mafuta, kwa sababu nimekwisha mchagua mtu mwingine kwa sababu yako. Kuna watu Mungu anawaambia ya kwamba hiyo biashara ilianguka lakini leo nimekwisha kuangalia kingine. Wewe, kuna watu Mungu anasema namna hii ya kwamba ndio mlipoteza lakini inuka, ni kwa sababu nimeangalia vitu vingine. Mashamba mlizozitaka zilikwenda, ndio zilichukuliwa, lakini leo nimeweza kuwatangulia vitu vingine. Inuka ukavichukue. Haleluya. Inuka ukavichukue, maana vile vitu ambavyo tulivitarajia leo haviyuko tena. Kuna watu leo hii kuna vitu wakikumbuka tu wanasikia uchungu kwa moyo. Nimekuja kusema namna hii, viache viende. Vya kukuacha vitakuacha tu, hata vikatalie vitakuacha tu, lakini vile ambavyo ni vyako vitakuacha. Vile ambavyo ni vyako vikikuja vitakuacha. Kuna ndoa ulikuwa wakakukataa, leo nimekuja kusema